Ujue Klamu ni mtu wa tofauti sana. Klamu hapendi makuu. Klamu anawakuza waigizaji wake, nao pia wanaweza hata akiwa mwenyewe aonekane hata kwenye sini moja, aonekane hata kwenye episodi moja, wanao pia waigizaji wake wanaweza kujihimili, wanaweza kujiongoza vizuri, movie zinaeleweka. So lazima awe Klamu. Pia Klamu mimi ni mtu wa tofauti sana. Kama apendagi makuu, anasudi yeye aonekane sijui nini muda wote nini. Kama anaga makuu. Pia waigizaji wake wanaweza. Umeona? Anaamini kabisa kitu anachokifanya wenzake. So lazima wewe ndo movie iwe mzuri. Umeona? Kwa maana ukiangalia kama kuna episode kama 2 kama hujamuona, tunabakia kumuona kwenye ile tangazo tu basi. Umeona? Ila movie wanavyoigiza waigizaji wake, movie inaeleweka, si ndio? Ana makuu, ana nini, hataki sije aonekane, anawakuza waigizaji. Safi sana Klamu, na ya tofauti pia, usiache hiyo, endelea kwa support wenzako. Na kuna wengine kama mtu ajonekana yeye ndio superstar, movie itapoza la asha. Story ikiandika vizuri basi movie inaeleweka, sio lazima wewe ndio uwepo sijui tu kwa sababu wewe ndio superstar uonekane sijui nini. Safi sana kama anavyofanya Klamu. Pia waigizaji wake hawamwangushi. Safi sana. Respect kweli Klamu. Klamu Bevo umetisha kinoma. Hutaki makue. Safi sana. Umeona nimejua Matula ile dawa alionunua itafanya kazi, si ndio? Ila ni angalau kwa sababu alikuwa hawezi kusimamisha kabisa, ila sasa hivi angalau. Ila sasa wale siku zote kutoka kufanya mapenzi, leo muulize mpenzi wako umeenjoy nini, na sasa Matula alimuuliza vipi mama, umeenjoy? Dakika 2 mwanamke akamwambia dakika 2. Umeona Matula kama hindi, yani wewe umeona mizozo pale ilianza kutokea mizozo, yani uliziki nini sasa? Mimi nakwambia dakika 2 tu. Umeona ila sasa dakika 2 yenyewe kupata alipata kwa tabu sana, kwa sababu hajategemea kabisa uume wake utasimama. Ila ndo kwa dakika 2, ila ndo hivyo kapata unyongo sababu mtu wake anambia dakika 2 kwa sababu bado alikuwa hajalizika hata kidogo. Na pia hapo kusikia pesa ni makaratasi ndo hapa, kwa sababu haoni faida ya pesa aliyokuwa nayo. Kwanza ukijiuliza kichwani unaoa mwanamke kwa nini, ndio utajua kwa nini unaoa mwanamke. Mwanamke afati mali ulizokuwa nazo wewe, mali ni zako. Mwanamke anafuata ndoa yake, anafuata haki yake ya ndoa kama hiyo. Pesa zimsaidii kitu. Umeona? Sasa hapo ukisikia pesa makaratasi ndo hapo ndo Matula na upitia hiyo changamoto yani. Umesimama lakini kwa mbindi, lakini ndo hivyo amepata dakika 2 tu umenywea. Umeona? Hapo nakuwa hamna faida ya pesa. Kama si faida ya pesa ndo mambo kama starehe kama hizi, chakula cha mwili ndo hiko. Ya sasa usimami na kuaje. Utaona faida ya pesa. Umeona? Ndo Matula ndo kinachomkuta. Ndio maana mwanamke wake anafanya dharau, anamchiti kwa kiulizo. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hivyo tu. Angekuwa anamlisha mke wake, anampa kila anachostahili, angemchiti, angemsahau kiulizo. Ila ana kiulizo amsahau kwa sababu ya hivyo. Umeona? Matula kafurahi paka kazoea atasifiwa, akaona unajua nimekasija kuzoea tu, kwa sababu sasa nimekuzoea. Ndio maana nini nimesimama. Umeona? Asema dakika 2 tu. Dakika 2 umeona Matula ni mahindi. Ila sasa ndio hivyo utafanyaje? Kwa sababu mwenyewe ndio ushachagua masharti hayo. Umeona? Anapitia wakati mgumu kabisa. Sisi kama sio wanaume ukikuta sasa kama tukio hilo unalowewe, makaona kabisa ni mtihani mgumu sana. Pesa unatoka kitu unakuwa unachotaka, unatembea sehemu yote unataka, unatembea na gari lote unalotaka. Ila sasa nyumbani, ukirudi nyumbani, mke yule umeoa kwa sababu ya nini? Mtimizia haja zake. Mwanamke sio anakuja kwako kwa sababu ya mali zako. Mwanamke anakuja kufuata mambo yake ya ndoa yalomleta, hajafuata mali hapo. Umeona? Umpe haki yake ya ndoa. Kwa nini sasa umeoa? Au ndio useme ndio ulifosiwa na viongozi wako uoe? Sasa ndo nakuwa mateso kama hayo, unaonekana Anisi. Umeona? Kumbe nawe ulikuwa sio hata Anisi, ulikuwa unasimamisha vizuri, ulikuwa na maisha mazuri. Ila sasa ndio hivyo sasa.
wewe mwenyewe tu umetaka mali, uwe na maisha mazuri zaidi hapo. Uwe na maisha tuseme maisha gani ya kifahari. Ndio kama hivyo, ndo madhara yake. Hakuna kitu cha bure. Umeona? Ndio maana yani unapitia changamoto kwa kweli. Changamoto. Sijajua mwisho wake itakuwaje. Kwa kweli inauma zaidi ya kuuma. Hivyo yani usisahau kusubscribe, kubonyeza alama nyekundu iliyokuwa chini ya video hii. Pia like video, comment video, pia ukipenda share, utakuwa umetisha zaidi kwa matukio kama haya, tap kama hizi kali utazipata hapo kwa Motoni Studio. Sisi na nyie sio mashabiki tu, yani ni familia ya Motoni Studio. Tuna review kila movie na trend bongo yani. Hivyo yani tunapenda sana. Respect.